Mikutano ya Chadema yapigwa stop, yazuiwa, marufuku kutamka no reforms, no election. Hii ni taarifa ambayo imeripotiwa na Jambo TV kutokea pale Songea, ambapo John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, alitarajiwa kuunguruma siku ya leo mara baada ya mwenyekiti Tundu Lissu kukamatwa siku ya jana. Sasa Jambo TV wameandika, jeshi la polisi mkoani Ruvuma linadaiwa kuwazuia viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuendelea na mikutano yao, ikiwemo mikutano ya hadhara na mkutano wa waandishi wa habari uliopangwa kufanyika Alhamisi saa 5 asubuhi. Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche amesema hayo leo Aprili 10, 2025 akizungumza na Jambo TV muda mfupi baada ya kuhojiwa na polisi kutokana na wito uliowasilishwa kwa viongozi wa chama hicho kufika kituo kikuu cha polisi Songea. Akieleza hali ilivyokuwa, Heche amesema kuwa walipofika kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma RPC, walipewa maelekezo ya kusitisha mikutano yote iliyopangwa kufanyika mkoani humo, ikiwamo mkutano wa waandishi wa habari. Na nukuu, polisi walikuwa wametukamata, wametufikisha kwa RPC na wakapiga marufuku kwamba hawaruhusu mkutano wowote wala kufanyika mkutano na wanahabari katika mkoa huo. Wametuambia tuondoke hapa Ruvuma kwani mikutano yote imepigwa marufuku, amesema Heche. Ameeleza kuwa walielekezwa kuwa hakuna ruhusa ya kujadili masuala yanayohusiana na kampeni ya no reforms no election, na kwamba iwapo chama hicho kinataka kufanya mikutano basi wajadili mada nyingine isiyohusiana na msimamo huo wa kisiasa. Na nukuu pia, nikamuuliza tuchagulie mada unayoipendelea tuiwasilishe, akasema hamruhusiwi kuzungumza no reforms no election hapa, ameongeza Heche. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Marco Chilia, alipotafutwa na Jambo TV kuhusiana na tukio hilo, amesema kuwa atatoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari muda utakapofika saa 7 mchana siku ya Alhamisi, kwa maana ya siku ya leo, na kupenda kuzungumzia tukio hilo kwa undani kwa wakati huo. Hata hivyo, mpaka sasa haijatolewa sababu rasmi ya kuzuia mikutano hiyo, huku jeshi la polisi likitarajiwa kueleza msimamo wake kuhusu sababu za usitishaji huo, hasa katika kipindi ambacho Chadema imezidisha kampeni ya kupinga uchaguzi mkuu ujao iwapo marekebisho ya mfumo wa uchaguzi hayatotekelezwa. Tukio hilo linatajwa kuongeza mvuto kwa viongozi wa Chadema na vyombo vya dola. Tukio hilo linatajwa kuongeza mvutano kati ya viongozi wa Chadema na vyombo vya dola, hasa wakati ambapo mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu naye akielezwa kukamatwa Aprili 9, 2025 mkoani humo mara baada ya mkutano hadhara uliohusisha kampeni ya tone tone na no reforms no election. Wachambuzi wa siasa wanatazama hatua hizi kama dalili za msuguano unaozidi kuongezeka kati ya serikali na upinzani kuelekea uchaguzi mkuu 2025, huku wakihoji nafasi ya uhuru wa kisiasa na haki ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ndio hivyo, namuona kamanda hapa John Heche pia picha wameweka hapo. Huyu anasema Chadema ilishakufa kitambo, Chadema haina mvuto wala ushawishi tena, akaka emoji za kucheka. Huyu anasema Tundu Lissu na nia ovyo kuvuruga amani ili waendelee kupata ufadhili. Amenukuliwa akisema wanaotufadhili hawawezi kutufadhili kama nchi hii itakuwa na amani. Huyu ni kiongozi wa Chadema asiyekuwa na nia njema na Tanzania. Yeye ameandika hivyo. Anasema mwisho wa siku wakifukuzwa kazi wanamfuata Peter Madeleka. Kina nani hao? Polisi ama nani? Okay. Huyu anasema kumbe walitumwa Lembras Nchome, Kasel Miruge na Julius Mwita kuzima no reforms no election. Waliposhindwa ikaonekana afadhali polisi wakatumika, angalau ametushitua kwa hilo RPC. Wanasema watasema yote tukiwaambia hakuna no reforms, walikuwa wanabisha ili kuwadaa wananchi. Sasa wananchi wanajua ukweli, kuitika mikutano ya hadhara. CCM ondoeni mfumo wa vyama vingi, bakini pekeni, la sivyo mtaumiza watu bure. Wanasema Chadema, ACT Wazalendo, wananchi hii tukikubali mikutano kuzuiliwa basi mikutano imekufa, hakuna tena hapa
bora Songea endelee, msikubali Maria Sarungi, John Heche, najua unayopitia, ila mkikubali kutofanya basi hakuna mkoa mtaubakiza. Lazima wote wanatumika na mbinu za JPM Magufuli. Yeye amezungumza hivyo. Kwa hiyo ndo hivyo, hilo ndo sakata ambalo limejili sasa hivi na Jambo TV wameripoti taarifa. Mtazamo wako ni nini? Tuambie hapo kwenye comment. Ni VT Media. Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.